Ya Mungu naifanya nikiwa chini ya mpako mafuta wa Mungu. Baba yetu Apostle James Maina, nampenda sana. Amekuwa wa baraka kwa maisha yangu na amekuwa baraka kwa hii ministry Easter Church. Bwana Yesu apewe sifa. Nasikia nikiwa na furaha nyingi sana kwa sababu hakika nimejua vile Mungu anasemanga tuombe. Kumbe kweli ukiomba kuna kitu unapata. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wowote ukisikia Mungu anakuambia omba, chukua hatua uombe. Na wakati utachukua hatua kuomba, basi lazima Mungu atakupatia kile unahitaji. Kumbuka kuna kadhi ambaye alikuwa ni kadhi, hawezi kufanyia mtu haki yoyote. Na kuna mama alikuwa ameteswa, labda alikuwa ameibiwa, akamwambia kadhi, naomba unipatie haki na jirani yangu, naomba unipatie haki yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na yule kadhi alikuwa hawezi kufanya kitu kizuri, lakini kitu ya kushangaza, Biblia inasema yule mama hakuchoka, akamwandama yule kadhi, akamwandama yule kadhi. Na wakati alimwandama yule kadhi, kadhi akasema, nimechoka na huyu mama. Kila asubuhi saa 12 ananibishia mlango, amuka unitenganishe na huyu jirani yangu. Akasema hata kama sijui kufanya kitu kizuri, lakini kwa sababu ya usumbufu wa huyu mwanamke, itabidi nimtenganishe na jirani yake apate amani, ndiye awache kukuja kwangu. Naye Mungu akasema, sikieni watu, vile kadhi mdhalimu amesema hawezi kufanya kitu kizuri, lakini kwa sababu ya usumbufu wa huyu mwanamke lazima ampatie haki, ndio apate kumtenganisha, asirauke tena kuamusha. Bwana Yesu apewe sifa. So nataka nikuhakikishie Easter Church, wakati unafanya bidii kusumbua Mungu, basi Mungu ana budi kukuja kwako. Wakati unaendelea kusumbua Mungu, naye Mungu hana budi kukupatia kile kitu unahitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema pray without ceasing. Pray without ceasing. So unapoomba kila wakati, basi kuna nguvu za kubadilisha hali ambayo unapitia. Ukiona unapitia hali ngumu, inamaanisha maombi yako yako chini. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia Elijah wakati alifunga mvua kwa miaka 3.5. Alienda akaomba, akaona kawingu dogo, akaendelea kuomba, akaomba, wingu ikatanda, akaomba mpaka mvua ikalegea kuanguka. Bwana Yesu apewe sifa. So wakati unaomba, kuna vitu ambavyo unaleta karibu. Wakati unazidi kuomba, kuna vitu ambavyo unavuta. Kuna vitu unavuta. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unaendelea kuomba, kuna vitu unazidi kuvuta, na hizo vitu utazivuta hata zitakuja. Kumbuka kuna mtu alikuwa anaitwa Batimayo. Batimayo alikuwa hana miguu. Bwana Yesu apewe sifa. Batimayo alikuwa hana miguu, hana macho. Na wakati alisikia Yesu anapita, Biblia inasema hivi, aliposikia Yesu anapita, huyo Batimayo akauliza ni nani? Akaambiwa ni Yesu Kristo mwana wa Daudi. Akajua huyu ukimuomba anakupatia kile unahitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Akamwambia njoo unifanikishe kuona maana sina macho. Biblia inasema akazidi sana kumuita. Akazidi kumuita na Yesu akapita mbali kidogo. Lakini Yesu alipotafakari hiyo kilio, ikabidi akarudi, akamuuliza wataka nikufanyie nini? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na alipomuuliza nikufanyie nini, akamwambia nataka kuona. Yesu akamwambia ona. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha nikuhakikishie, kama si vile Batimayo alilia sana na kumuita Yesu, basi angeona. Bwana Yesu apewe sifa. Angebaki bila kuona. Na Yesu angempita, basi sijui angekutana nini tena. Bwana Yesu apewe sifa. Maana unakumbuka katika ile mbirika
ilikuwa imekaa miaka 38 bila Yesu kupitia kwa birika. Maana Biblia inasema kulikuwa na birika ambayo ilikuwa inachemka. Mtu mwenye atajirusha ajua wa kwanza anapona. Wanaweza pewa sifa. So Biblia ikasema kulikaa miaka 38 Yesu hajapitia kwa hiyo birika. So ukikataa kumuomba anaweza hata miaka 40 ili akupitie. So usisubiri ukazeeka ndio upate kumuona Mungu. Wewe omba saa hii Mungu akuje kwako. Mungu anakujenga kwa personal people. Wanaweza pewa sifa. Ama mahali watu wameunganika pamoja wakimuhitaji. Wanaweza pewa sifa. Last Sunday mnakumbuka tulisema Mungu ako karibu sana na Mungu ako karibu na wote wamuitao. Wote wamuitao kwa nini? Wakiwa na nini? Wakiwa na nini? Wakiwa na faith. Wanaweza pewa sifa. Mungu yu karibu sana na wote wamuitao. Wote wamuitao kwa imani. Wanaweza pewa sifa. So kama unamuita Mungu kwa moyo ulio mkunjufu, basi utamuona Mungu kwa maisha yako. Wanaweza pewa sifa. Usikubali kuishi maisha ambayo haina taste nzuri. Usikubali kukaa maisha ambayo haina harufu nzuri kwa sababu ya udhaifu wako. Mbali na kuombea Mungu wa amani apate kukuyulisha nguvu zilizo katika maombi. Last week tulikuwa na maombi ya siku 3 tukiomba Mungu atupatie power to possess. Na nimeona Mungu kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu nilimwamini Mungu na nikamwambia I need your power. I need your power to possess. I need your power. Hizi nguvu zote niliandika na nikamuomba Mungu, hakika nimeziona. Na hiyo siku ya 3 ndio niliona hizo nguvu. Wanaweza pewa sifa. So ukiomba Mungu, lazima Mungu atakuja kwako. Wanaweza pewa sifa. Leo ni tarehe 20 na ngapi? Na 3. Leo ni tarehe 23. Leo ni tarehe 23 na ni tarehe 23 mwezi wa 11. Mnakumbuka Sunday tulisema kuna aina 3 ya watu ambao Mungu anaweza kuwabariki ama kusikia maombi yao. Tukasema ni mtu ambaye ako na trust, mtu ambaye ni righteous, na mtu ambaye ako na fear of God. Wiki ya leo nitawafundisha three sources of blessing. Wanaweza pewa sifa. Niliwafundisha kuna aina ya watu 3 ambao Mungu anaweza kusikiliza maombi yao. Tukasema mtu wa kwanza ambaye Mungu anaweza kusikiliza maombi yake ni mtu ambaye ako na fear of God. Unakumbuka Yusuf akisema siwezi kufanya dhambi yote nikamkosea Mungu, kwa sababu alikuwa na kitu inaitwa fear of God. So Mungu ya Yusuf hakuna kitu anaweza kuitisha kwa Mungu akatae kumpatia kwa sababu anamuogopa. Bwana Yesu apewe sifa. Wiki nayo ya leo nitawafundisha different sources of blessing. Different sources of blessing. Ama Mungu akitaka kukubariki anatumianga njia 3. Na si 3 peke yake. Ni zaidi ya njia 3 ambazo Mungu anaweza tumia ili apate kubariki mwanadamu. Njia ya kwanza, kuna kitu inaitwa gate. Wakati umekaa na Mungu, umependeza Mungu, umekataa dhambi kama Yusuf, umekuwa mtu mwaminifu kama Ayub, na hiyo ingine tulisema nani? Na huyo mwingine wa fear of God Yusuf, trust alikuwa Daniel,
Wakati utakuwa na trust kwa Mungu kama Shadrach, Meshach na Abednego, basi kuna geti ambazo Mungu anafunguanga. Wanaweza pewa sifa. Ukikuwa na trust, fear of God, righteousness, kuna geti 3 Mungu anakufungulia. Kuna milango 3 Mungu anafungua. Ya kwanza inaitwa gate. Gate. Hiyo ni njia moja Mungu anatumianga kufanikisha mwanadamu. Mungu akitaka kufanikisha mwanadamu yoyote ambaye amemfurahisha, anafunguanga kitu inaitwa gate. Ya pili, anatumianga watu wakuletee fedha na wakuletee dhahabu. Wanaweza pewa sifa. Kumbuka kitabu ya 2 Chronicle 16:20, Biblia inasema Josafati akainukiwa na watu. Josafati akainukiwa na watu kabila 3. Wameuni, wa milima Zaire na hao wengine wakamuinukia kwa vita. Na walipomuinukia, Josafati alipoandaa watu akawaambia, aminini Mungu na muamini watumishi wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Aminini Mungu ndivyo mtakavyofanikiwa, na muamini watumishi wake, muamini Mungu ndivyo utakavyodhibitika, na watumishi wake ndivyo utakavyofanikiwa. Alipowaambia hivyo tu, wale watu wakaanza kumwimbia Mungu. Biblia inasema wapi yao ilijaa kwa wale watu, wakapigana wenyewe kwa wenyewe, wakauana. Na walipouana, zile dhahabu na fedha walikuwa wamebeba, Josafati akachukua zote. So ukimpendeza Mungu, atafanya watu wakuwe na kisirani. Watu wakuinukia na kisirani. Kumbe ndio Mungu anatumia njia kukufanikisha. Bwana Yesu apewe sifa. Njia ya 3, animals and bands. Kuna kitu inaitwa animals. Ukifurahisha Mungu, anaweza tumia wanyama, anaweza tumia wanyama, anaweza tumia ndege wakuletee vitu. Wanaweza pewa sifa. Niliona kuna mahali ngamia ilibeba dhahabu na fedha, ikampelekea mtumishi wa Mungu Sulemani. Bwana Yesu apewe sifa. Niliona kuna mahali kunguru ilibeba nyama, ikampelekea Elijah. So ukipendeza Mungu, anaweza tumia kunguru, anaweza tumia ngamia wakuletee fedha na dhahabu. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaangalia kitabu ya kwanza about gate. Mungu anafunguanga milango namna gani ili kukupatia baraka. Kitabu ya Isaia 60 mstari wa 11. Vile Mungu anafunguanga gate ili apate kukupatia fedha na dhahabu. Tusome Isaia 60 mstari 11. Mala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotoka kukutumikia wataangamia, na hayo wataharibiwa kabisa. Utukufu wa Lebanoni utakukujia wewe, mberoshi, sibari na mtaashuri pamoja, ili kukupamba mahali pangu patakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nami nitapatukuza mahali pa miguu yangu, na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia. Nao wote waliokudharau watajinamisha hata nyayo za miguu yako. Nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni mtakatifu wa Israeli. Na kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa, hata ikawa hapana mtu. Number 15. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusome sasa number 11. Number 11.
Mungu akitaka kufanikisha anafanyanga nini? Namba 11. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Namba 12. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia. Naam, mataifa hayo wataharibiwa kabisa. 13. Utukufu wa Lebanoni utakukujia wewe, Beroshi na mtahadhari na mteushuri pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yes, mstari nilikuwa nataka kusikia ni wa 11. Soma hiyo peke yake. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. So Mungu akitaka kubariki mwanadamu, kitu ambayo Mungu anahakikishanga ni milango ya huyo mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna milango inatufungianga baraka. Muelewe hivyo. Ndio hata Mungu anasema toeni zaka na sadaka, muone kana kwamba sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Sio madirisha peke yake, hata milango iko ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Easter Church. Amen. So Mungu akitaka kukubariki, kitu ya kwanza anafunguanga milango. Milango yako inakuwa wazi, kiwango ya kuwa mwenye anataka kukubariki hata ng'ang'ana akubariki. Milango inakuwa wazi, kiwango ya kumaanisha mwenye anataka kuleta utajiri kwako, hakuna kitu namzuilia akuletea utajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Mungu akifungua akitaka kukubariki, wakati umempendeza, ni malango yako anawekanga wazi. Mbingu, kuna wakati ukiangalia kitabu ya Yeremia 2, Mungu anaambianga mbingu ukauke kabisa, na nchi anaambia nchi usilete mazao. So Mungu akitaka kukubariki, kitu ya kwanza anafunguanga milango yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Somea mara ya mwisho Isaya 60:11. Hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hayo ni malango. Mungu tena akitaka kukubariki, anakuambianga fungua mlango wa roho yako. So Mungu kama anataka kukubariki, ujue kitu ya kwanza utafungua pia mlango wako. Mungu hana ruhusa ya kukubariki bila wewe kufungua mlango wa roho yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tumesema nini Njusta? Nimesema Njusta, Mungu hawezi kukubariki bila kufungua mlango wa roho yako. Bwana Yesu apewe sifa. Fedi, tumesema nini? Mungu hawezi kukubariki bila kufungua mlango wa roho yako. Tumesema nini Betty? Roho yako iko na kufuli. Kiwango ya Mungu pia hawezi kufungua akuje kwako. Ni wewe utafungulia Mungu akuje kwako akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Usomea Ufunuo 3:20. Ufunuo. Pia roho yako iko na gate. Lazima ufungue hiyo roho yako, ndio Mungu apate nafasi ya kuja kwako na kukubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Aha. Ndio mstari wa 20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So wewe uko na gate ambapo Mungu hawezi kukupatia baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akitaka kubariki mwanadamu yeyote,
huwa anaondoanga hiyo gate. Na sasa kama unataka kubarikiwa na Mungu, basi kuna gate utajiondolea. Maana Mungu anakuambia fungua, yeye ana uwezo wa kufungua. Mungu ana uwezo wa akaunti yako. Wanaweza pewa sifa. Maana Mungu alitoa sheria 4, akasema ukitaka baraka, ukitaka kuishi, ishi. Ukitaka mauti utakufa. Ukitaka baraka utapata. Ukitaka kufanya mambo mazuri utafanya. Na ukitaka kufanya mabaya utafanya. So Mungu aliweka sheria na mwanadamu achague kile anataka kufanya. Wanaweza pewa sifa. So Mungu asumbuane na mwanadamu. Wao unafanya kile umejichagulia kufanya kwa maisha yako. Wanaweza pewa sifa. Leo Mungu anakuambia katika kitabu ya Ufunuo. Maana leo nawafundisha Mungu akitaka kubariki mwanadamu, ni kuna njia anatumianga ndio huyo mwanadamu abarikiwe. Njia moja ni kufungua malango yako. Baraka zako zinaingia. Njia ya pili anatumianga binadamu wenzako wakuje kwako wakubariki. Wanaweza pewa sifa. Njia ya tatu Mungu anatumianga wanyama. Kama watu wamekuwa na ukatili, atatumia wanyama pia wakuletea utajiri. Wanaweza pewa sifa. Amen. Tumesema njia tatu ambazo Mungu anatumia akitaka kubariki mwanadamu ni gani? Mgore moja. Njia ngapi Mungu anatumianga ndio apate kufanikisha mwanadamu? Justa? Anaweza kutumia kimbia hapa mbele tuambie. Mungu anaweza kutumia njia gani? Maana siku tatu hata siku nyingi zaidi. Mungu anaweza kutumia njia gani moja ili apate kubariki mwanadamu ambaye amempendeza? Anaweza kutumia wanyama. Anaweza kutumia wanyama kukuletea utajiri, hata ndege anaweza kukuletea. Ni wapi tuliona kwa Biblia? Ndege. Alituma kunguru ikapatia Elijah chakula, nyama. Amen. Na hata kuna mahali nitawasomea ngamia wanabeba dhahabu na fedha. Wanapelekea mtumishi wa Mungu Sulemani. Ngamia ametoa wapi dhahabu na fedha? Hata kuna wanyama wa baharini kama samaki anabeba shekeli 2. Ndio apatie Elijah. Apate kuondoa aibu ya Mungu na ya Petro. Apate kuondoa aibu kwa Petro na kwa Mungu. Kamwambia kwa sababu ya kuondoa aibu yangu na wewe. Na wewe ni mtumishi wangu, umeitishwa pesa na umekosa. Basi nenda baharini, rusha ndoano yako. Yule samaki atakuja wa kwanza, huyo ndiye atakupatia chakula. Atakupatia fedha. Na samaki akapatiwa fedha na Mungu hapa kwa mdomo. Alipomshika hivi tu nilikuwa na fedha. Wanaweza pewa sifa. So tumesema njia moja ni wanyama na ndege. Njia nyingine ambayo Mungu anaweza tumia milango. Mungu anaweza tumia wanyama wakuletea pesa. Mungu anaweza fungua milango. Na Mungu anaweza tumia kitu naitwa nini? Mungu anaweza tumia milango. Anaweza tumia mbingu kupatia baraka ama wanyama. Wanaweza pewa sifa. Amen. So hapo tumesoma Mungu amesema fungua roho yako. Fungua mlango wako, gate yako kwa roho yako. Hii roho iko na gate ambayo Mungu hawezi kuingia kwako. Ndio unaona mtu atakaa kwa shinda na anasema Mungu akuji kwake. Kwa sababu kuna gate ambayo inazuilia Mungu akuje kwa huyo mtu. Wanaweza pewa sifa. Mungu anatamani kukua na chakula nzuri, apate hata chakula ama apate kagari, lakini hata akiomba hawezi kupata kwa sababu kuna vitu zimemzuilia gate yake bado hajaifungua. Wanaweza pewa sifa. Tusomee tena Ufunuo 3:20. Smith. Ufunuo 3:20. Tazama, Mungu anasimama mlangoni anabisha.
Mtu akisikia sauti yangu Yeyote atasikia sauti ya Mungu na kumfungua mlango, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nitaingia kwake. nami nitakula pamoja naye, Nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. na yeye pamoja nami. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So mwenye atasikia sauti ya Mungu, yeye atakula pamoja na Mungu, ataingia kwake, atakula pamoja na yeye. I hope leo umesikia kuna geti. Mungu anasema niko kwa geti yako nabisha. Mwili wako, hii roho yako iko na geti. Mungu hawezi kuingia kwa roho yako. Kuna vitu Mungu hawezi kukufanyia kwa sababu uko na geti. Tazama nabisha. Niko mlangoni. Mungu anasema tazama nabisha. Niko mlangoni. Yeyote atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango wake, nitaingia. Sasa kama hujasikia sauti ya Mungu, basi milango yako itakaa imefungwa. Semeni shetani ashindwe. Kama hujasikia sauti ya Mungu, basi milango yako inabakia imefungwa. Na hakuna baraka zinaweza kukuja kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Easter Church. Amen. Inua sauti yako, mwambie Mungu, nisaidie nifungue mlango wangu. Mungu nisaidie nifungue mlango wangu Ili upate kuingia ndani yangu. ili upate kuingia ndani yangu. In the mighty name of Jesus. Amen. Hagai 2:7. Nataka kuwaonesha kuna milango ambayo Mungu akitaka kubariki mwanadamu huwa anaifungua mwenyewe. Kuna milango lazima ufungue ama Mungu akufungulie ndio baraka za Mungu zipate kuingia kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna milango inafaa ufungue ili baraka za Mungu zipate kuja kwako. Kitabu ya Hagai ambaye ni Hagai Malaki. Kitabu ya Hagai 2:7. Ama tusome Malak. Soma Malak. Kitabu ya Malak 3:10. Inasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula kamili kwa nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Unasikia Mungu anasema mletee zaka na sadaka na yeye afungue madirisha ya mbinguni. So kuna vitu zinatuzuilianga utupate baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu akitaka upate baraka, geti yako ndio itafunguliwa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio upate kupokea baraka. Malango yako ndio yatakuwa wazi, ndio baraka zipate kuingia. Kama Mungu anataka kukubariki, malango yako lazima yakuwe wazi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Mungu anakuambia ili malango yako yakuwe wazi, niletee sadaka, nyumba yangu isikuwe ukiwa, na mimi nitakufungulia milango. Muone kana kwamba sitakumwagia baraka hata ukose mahali pa kuweka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Mungu akipendezwa na mwanadamu, na Mungu akipendezwa na mwanadamu, anaweza tumia kitu inaitwa geti. Anaondoa kitu inaitwa geti. Anakupatia hekima ya kufungua roho yako. Hiyo geti inafunguka ndio analete baraka. Kitu ya tatu, ukitoa kama hiyo tithe, ukitii sheria za Mungu kama kwa njia ya kumtolea Mungu, naye anafungua hizo geti. Anakumwagia chakula hata unakosa mahali pa kuweka. Isaia 60:11 inasema, Mungu anasema nitaweka malango yako yakuwe wazi, ili kila mtu akitaka kukubariki akuwe na uwezo wa kuja kwako na kukubariki. So mlango mmoja mkubwa ambao unafungukanga mwanadamu anabarikiwa ni geti. Bwana Yesu apewe sifa. Mlango wa pili, Mungu anatumianga watu
Mungu anatumiaga watu kufanikisha mtu wake. Mungu anatumiaga watu ili yeyote anataka kumbariki ambariki. Tusomee kitabu ya 1 King 4:34. Kitabu ya 1 King 4:34. Mungu akitaka kubariki mwanadamu anafunguanga kamlango. Anafunguanga kamlango na mwanadamu anabarikiwa. Unaweza baba sifa. 1 King 4:34. Wakaja wa mataifa yote ili waisikie hekima ya Suleimani. Watu wakaja wa mataifa yote ili wasikie hekima ya Suleimani. So Mungu alipotaka kufanikisha Suleimani, alihakikisha watu wamekuja kutoka mataifa yote. Amen. Wanaweza pewa sifa. Amen. So Mungu akitaka kubariki kitu ya kwanza, kuna geti itafunguliwa kwako. Ndio Mungu apate access ya kuja kwako na kukubariki. Hadi kila mtu amesikia. Mungu akitaka kubariki mwanadamu lazima atumie kitu inaitwa gate. Amen. Amen. Kama geti zako hazijafunguliwa, basi hakuna baraka za Mungu zinaweza kuingia kwako. Kitu ya pili, Mungu akitaka kubariki wewe anatumianga wanadamu. Hata wanaweza toka Europe wakuje wakuletee pesa wewe. Wanaweza pewa sifa. Amen. So tusomee hiyo 1 King 4:34. Smith. 1 King 4:34. Toka wafalme wote wa ulimwengu, Yaani wafalme wote wa ulimwengu wakaja ili wasikie hekima ya Suleimani. waliokuwa wamepata habari za hekima yake. Waliokuwa wamepata habari za hekima yake. So Mungu akitaka kufanikisha anatumianga watu wakubwa. Wanatoka mbali. Ndio wakuje waone kile Mungu amefanya kwako. Wanaweza pewa sifa. Amen. Mungu alipopendezwa na sadaka za Suleimani, alimpatia kitu inaitwa hekima. Hiyo hekima Suleimani akafanya mambo mpaka mataifa yakashangaa. Yakataa kuamini Suleimani amefanya hivyo. Suleimani akajenga nyumba mpaka ikastua watu wa mataifa. Yale mambo Suleimani alikuwa anaongea yalikuwa yanastua mataifa. So Mungu akatuma wafalme wote wakaja kwa Suleimani, na hawakuja bure, walikuja wakimletea dhahabu. Wanaweza pewa sifa. Amen. So Mungu akifurahi na wewe anatumanga watu wanakuja na kuletea baraka. 1 King 10:1 mpaka 10. 1 King 10. Kings 10:1. Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana, na ngamia wachukuao manukato na dhahabu nyingi sana, Yaani ngamia na alikuwa vitu vya amebeba. thamani. Alipomfikiria Sulemani, akazungumza naye mafumbo yote aliyokuwa nayo moyoni. Naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakuwa na neno alilolificha mfalme asimwambie. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani na nyumba aliyokuwa ameijenga na chakula cha mezani pake na watumishi wake walivyokaa na kusimamia kwao wangoje wake na mavazi yao na wanyweshaji wake na daraja yake ya kupandia mpaka nyumbani ya Bwana, roho yake ilizimia. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizosikia katika nchi yangu za mambo yako na za hekima yako, lakini mimi sikusandiki habari hizo hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Tena tazama, sikuambiwa nusu. Wewe umezindi kwa hekima na kufanikiwa kuliko habari nilizozisikia.
heri watu wako na heri watumishi hawa wako wasimamao mbele yako kila siku zote, wakisikia hekima yako. Na haimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe, ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli. Kwa kuwa Bwana amekupenda Israeli milele, kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme, ufanye hukumu na haki. Basi akampa mfalme talanta za dhahabu, Akampa talanta za dhahabu 120. Talanta za dhahabu 120. Pesa ngapi hiyo mfalme aliletewa? Yaani ukipendeza Mungu tu atakutumia watu wakuletee fedha. Sulemani akapatiwa talanta 20 ngapi za dhahabu? Smith, talanta Akampa mfalme talanta za dhahabu 120 120 na manukato mengi sana, na manukato mengi, yani vitu vya kunukia na vito vya dhamana, na vitu vya dhamana. wala hapakuja tena wingi wa manukato kama hayo malkia wa Sheba aliyompa mfalme Sulemani. Yani akapewa vitu, hata kwa ufalme wake hakuna vitu vingi vilikuja kama hivyo. Wanaweza pewa sifa. So ukipendeza Mungu, kitu ya kwanza atafungua milango watu wakuletee vitu. Amen. Wanaweza pewa sifa. Amen. Sasa Sulemani yeye alifunguliwa milango kwa Mungu kumpatia hekima. Wanaweza pewa sifa. Amen. Hiyo hekima Mungu alipatia Sulemani ndio ilifungua milango kwa Sulemani mpaka malkia wa Sheba akaleta dhahabu na fedha. Wanaweza pewa sifa. Amen. So kama malango ya Sulemani yalikuwa yamefungwa, hakungekuwa na nafasi ya huyo malkia kuja. Wanaweza pewa sifa. Amen. Mnanielewa watu wa Mungu? Lazima ufanye kitendo ambacho kitakupatia kibali kwa Mungu. Na ndio Mungu naye akupatie kitu ambayo itafanya watu wakuje kwako. Wanaweza pewa sifa. Sulemani akatolea Mungu dhahabu, akatolea Mungu sadaka. Naye Mungu akapendezwa na sadaka za Sulemani. Mungu akafungua malango. Kwa sababu Mungu anasema, toeni zaka na sadaka kwa nyumba yangu, mnijaribu kwa njia hiyo, muone kama sitafungua madirisha. So akatoa sadaka, zikaenda zikafungua madirisha, zikaenda zikafungua malango. Wakati unafanya kitu kizuri mbele ya Mwenyezi Mungu, kuna malango yanafunguka. Wanaweza pewa sifa. Wakati unafanya kitu kizuri kwa Mungu, kuna madirisha yanafunguka. Wanaweza pewa sifa. Amen. Ndio watu wapate nafasi ya kukuletea na wewe. Biblia katika kitabu ya Mathayo inasema, peeni watu vitu, muone kama na nyinyi hamtapewa. Sijae kwa vifua zenu. Kwa nini sitajaa kwa vifua zenu? Ni kwa sababu mlianza kupeana, malango ikafunguka. Amen Kawira. Tumesema nini mama? Wakati utaanza kutoa, unafungua milango yako ya kupokea. Wanaweza pewa sifa. Wakati wowote umeanza kutoa, ni malango yako ya kupokea unatajarisha. Mtu ambaye hawezi kutoa, malango yake inakuanga imefungwa. Na sasa hana nafasi ya kupokea. Utaishi miaka yote hivyo na hakuna chochote. Ni kuzeeka, utaendelea kuzeeka. Lakini hakuna kashamba, hakuna kagari. Wanaweza pewa sifa. Hakuna kitu yote nzuri ambayo utapokea kwa maisha yako. Kwa sababu malango yako imefanya nini? Imefungika. Wanaweza pewa sifa. Amen Easter Church. Amen. So wakati wowote una practice kutoa, hapo ndipo malango yako inafunguka ili kupata kupokea baraka. Wanaweza pewa sifa. Wakati wowote una practice kutoa, hapo ndipo malango yako yanafunguka ili yapate kupokea baraka. Tumesema nini Betty? Malkia wa Sheba alitoka wapi? Ni kwa sababu Mungu alitengeneza kamlango. Akampa
Sulemani hekima. Na Mungu alimpatia Sulemani hekima bure. Alimtolea mpaka akapendezwa. Ndio akampatia hekima ambayo naye itamletea utukufu. Ukifurahisha Mungu, kuna kitu ambayo akipendezwa anakuleteanga utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Magi, tafadhali tusomee kitabu ya 1 King 5:10. Kitabu ya 1 King 5:10. Kitabu ya 1 King 5:10. Musikie tena, wakati Sulemani alimtolea Mungu sadaka. Na sadaka ikafurahisha Sulemani. Nataka musikie kile kitu tena Mungu alimfanyia Sulemani. Hata hiyo miti ya kujengea hakutaka Sulemani ataabike. Na hakutaka Sulemani apate shida ya kununua miti ya kujenga. Sulemani aliletea miti ya kujenga mpaka ikabaki. Wakati utapendeza Mungu, hata kula kwako itakuwa shida. Wanaweza pewa sifa. Utakuna mpaka utabakisha. Ukipendeza Mungu. Lazima ujue njia za kupendeza Mungu. Ukienda kanisani Jumapili, unafungia Mungu kwa kitu kazuri, unasema, "Wacha nimpelekee Mungu wangu." Haujui kama hiyo ndio sadaka Mungu ataiangalia. Haujui kama hiyo ndio sadaka Mungu ataitazama. Bwana Yesu apewe sifa. Usomea mambo ya Hiramu. Mierezi na miti ya miboroshi kadri alivyotaka. Yaani Hiramu alimpatia Sulemani miti ya kujenga nyumba ya Mungu kadri Sulemani alivyotaka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiramu akapatia Sulemani miti ya kujenga nyumba ya Mungu vile Sulemani alitaka. Tusomee namba 1 mpaka 5 tupate vizuri Hiramu, tupate kujua Hiramu ni nani. 5 number 1 1 King 5:1. Ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akawatuma watumishi wake kwa Sulemani. Hiramu akatumana kwa Sulemani, kwani alikuwa amesikia kwamba wamemtia mafuta awe mfalme baba yake. Sasa Hiramu alisikia Sulemani ametua mafuta akuwe mfalme. Sasa akashangaa, kwa nini sio Daudi? Kwa nini mtoto wake ametua mafuta? Waendelea. Kwa maana Hiramu alikuwa amempenda Daudi siku zote. Yaani Hiramu alikuwa ni rafiki wa Daudi. Wakati alisikia Mungu amebadilisha, akasema, "Wewe Daudi utanijengea nyumba. Ni mtoto wako atajenga nyumba." Sasa Hiramu akashangaa, kwa nini Daudi asijengie Mungu madhabahu? Ikakuwa ni mtoto wake atajenga madhabahu. Basi Sulemani akatuma watu kwa Hiramu. Sulemani akamtumia watu, "Umemjua Daudi baba yangu jinsi alivyoweza kujenga nyumba kwa jina la Bwana." Tuendelee. "Kwa jina la Bwana Mungu wake, kwa sababu vita vilivyomzunguka pande zote, hata Bwana alipowatia watu chini ya nyayo zake. Ila leo Bwana Mungu wangu amenipa amani kila upande. Hakuna adui wala tukio mbaya. Nami tazama, nakusudia kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu. Kwa jina la Bwana Mungu, kama Bwana alivyomwambia Daudi baba yangu. Akasema, mwana wako nitakayemweka katika kiti chako cha enzi mahala pako, ndiyo atakayekujengea nyumba kwa jina langu. Basi uamuru wanikatie mierezi ya Lebanoni, na watumishi wangu watatafutana na watumishi wako, na ujira wa watumishi wako nitakupa kama utakavyosema. Kwa kuwa wajua ya kwamba hakuna kwetu mtu ajuaje kukata miti kama Wasidoni." Namba 7. Ikawa Hiramu aliposikia maneno yake Sulemani alifurahia sana. Akasema, "Ahimidiwe Bwana leo aliyompa Daudi
mwana mwenye akili juu ya watu hawa walio wengi. Hiramu akatuma watu kwa Sulemani, akasema, nimeyasikia yale ulioniletea, nami nitafanya kila ulitakalo katika habari ya miti ya mierezi na miti ya miboroshi. Watumishi wangu wataishusha toka Lebanoni mpaka baharini, nami nitaiendesha baharini ikifungwa pamoja mpaka mahali utakaponiagiza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiramu akasema, nitakata miti, na kulikuwa na bahari kubwa, niifunganishe miti na niiweke kwa bahari, iletwe mpaka mahali ambapo utaichukulia. Amen. Wacha nikwambie Magi, ukipendeza Mungu usiulize vitu zitatoka wapi. Amen. Wewe ng'ang'ana kupendeza Mungu tu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ng'ang'ana kupendeza Mungu tu, Mungu akukubali. Mungu akikukubali ni watu watajileta wenyewe. Amen. Wakati umepita kwa hiyo examu ya Mungu, basi ni watu watajileta kwako. Amen. Maana yeye alitolea Mungu vile Mungu anapenda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sulemani alitolea Mungu vile Mungu anapenda atolewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kwa sababu alitoa vile Mungu anataka atolewe, Mungu Biblia inasema akaamurisha watu na wao wamletee. Mungu atakapopendezwa na wewe hautashughulika. Amen. Watu watakushughulikia. Amen. Wanaweza pewa sifa. Amen. Tafadhali jitahidi upendeze Mungu. Utapendeza Mungu na njia gani? Kutimiza sheria za Mungu. Hakuna njia nyingine unaweza pendeza Mungu, ni kutimiza sheria. Sheria gani? Usiue, usiibe, usizini, heshimu mamako na babako, siku ya 7 iheshimu. Wanaweza pewa sifa. Usiongee mabaya kuhusu jirani yako, usitamani vitu vya jirani yako. Wanaweza pewa sifa. Hivyo ukijitahidi hivyo umependeza Mungu. Kuna mawaidha mengine Mungu anakuambia tu nitolee sadaka, ni mashauri ya Mungu. Kuna maonyo ya Mungu, kuna mashauri ya Mungu. Utakaposikia sauti ya Mungu vile inasema, basi wewe utakuwa umefaulu na hakuna kitu utang'ang'ana nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. So Mungu anatumianga watu. Mungu akipendezwa na mtu anamtumianga watu wambariki. Kuna wengi walituma kubariki, lakini sasa tutaenda kwa ya tatu. Mungu akipendezwa na wewe, kitu ya kwanza anakufungulia milango ama geti zako, ama mwenyewe unafungua geti, Mungu anaingia. Kitu ya pili, Mungu anatumia methodi nyingine ya kukutumia wewe animals, wanyama, ili wakuje wakuletee dhahabu. Wanaweza pewa sifa. Mungu anatumianga wanyama wakuletee dhahabu. Unasikia wakati Malkia alipendezwa na maneno ya Sulemani. Wakati Malkia wa Sheba alipendezwa na maneno ya Sulemani, alileta ngamia kwa Sulemani. Simebeba dhahabu na nini? Dhahabu na nini? Na fedha. So Malkia hangeweza kubeba hiyo dhahabu, lakini zilibebwa na wanyama. Wanaweza pewa sifa. Amen. So Mungu akipendezwa na mtu, ni wanyama wanatumikana kuleta vitu kwa huyo mwanadamu. Usomee 1 King 10 mstari wa 3. 1 King 10 mstari wa 3. 1 King number 13. Sulemani akampa Malkia wa Sheba haja yake yote, kila alilotaka zaidi ya hayo aliyopewa na Sulemani kwa ukarimu wake wa kifalme. Tusomea number 3. 1 King 10:3. Rudi number 3. Naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote
wala hakukuwa na neno alilolificha mfalme asimwambie. Number 4. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yoyote ya Sulemani na nyumba aliyokuwa ameijenga na chakula cha mezani pake na watumishi wake walivyokaa na kusimamia kwao wangoja wake na mavazi yao na wanyweshaji wake na daraja yake ya kupandia mpaka nyumbani ya Bwana, roho yake ilizimia. Magie mtu angalilie 1. First King 10:1. First King 10 number 1. Usikie vile mfalme alijiandaa kwenda kwa Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya mafumbo. Amen. Akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana. Amen. Na ngamia kwanza alikuwa na wafuasi. Mungu akitaka kubariki atatuma watu. Alikuwa na wafuasi waliandamana na yeye. Kitu ya pili, ngamia. Soma. Na ngamia wachukuao manukato na dhahabu nyingi sana na vito vya dhamana. Alipomfikiria Sulemani akazungumza naye. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So unasikia ukipendeza Mungu anatumianga wanyama kukubebea baraka. So ngamia walibeba vitu vya dhamana, dhahabu na fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitu ya pili, tusomee kitabu ya Isaya 60 mstari wa 6. Kitabu ya Isaya 60 mstari wa 6. Tusikie vile wanyama wanatumika kuletea mwanadamu dhahabu na fedha wakati Mungu amependezwa na mwanadamu. Mungu anaamurisha ng'ombe. Ng'ombe, nenda upelekea Magi maziwa. Unauza maziwa Mombasa nzima. Na ni Mungu ameamurisha hiyo ng'ombe ikupatie fedha. Unaweza pewa sifa. Kuna vitu nyingi Mungu anaamurisha wakati umempendeza kwa upande wa wanyama wakupatie baraka. Tusome 66 kitabu ya Isaya 60 mstari wa 6. Wingi wa ngamia utakufunika. Wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana wa Mindani na Efa. Ngamia vijana wa Midiani na Efa. Wote watakuja kutoka Sheba. Wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Magisi yasikia vizuri. Soma tena na kila mtu afanye sikio hili. Sikia vile neno la Isaya 60 mstari wa 6 inasema. Usome na loudspeaker ya mdomo. Wingi wa ngamia utakufunika. Wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana wa Mindani na Efa. Ngamia vijana wa Midiani na Efa. Wote watakuja kutoka Sheba. Wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na fedha na uvumba. Wataleta dhahabu na fedha na uvumba. Na kuzitangaza sifa za Bwana. Na kuzitangaza sifa za Bwana. So wakati umependeza Mungu, Mungu anaamurishanga ngamia. Haujui ngamia itatoka wapi, lakini itakuletea dhahabu na itakuletea fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kumbuka pia ndege zilitumika wakati wa Elijah. Zikamlisha mchana na usiku. Bwana Yesu apewe sifa. So unjaribu upendeze Mungu ili Mungu apate kukupatia fedha na dhahabu. Kuna njia nyingine ya nne ambayo sikuwasomea, pia Mungu anatumianga kufanikisha mwanadamu. Na nikimaliza ibada, nikikutaja ututajie milango yote Mungu anatumianga kufanikisha mwanadamu. Nikikutaja unakimbia hapa unatuambia ni njia ngapi Mungu anatumianga kufanikisha mwanadamu. Njia ya kwanza tulisema ni gate. Mungu anatumianga gate. Kuna gate ya roho yako. Na Mungu anakuambia fungua gate ya roho yako niingie kwako nikae na wewe nikufanikishe. Kuna gate za mbinguni. Mungu anakuambia ukinitolea vizuri nitakufungulia gate za mbinguni. Wanaweza pewa sifa. So kuna gate kadha kwa kadha Mungu anafungua ili afanikishe mwanadamu.
Umesema njia moja ambayo Mungu anatumia kufanikisha mwanadamu ni gate. Njia ya pili anatumia watu. Njia ya pili ni watu wanatumika kukubariki wakati umefurahisha Mungu. Njia ya nne, ya tatu ni wanyama. Umesikia wanyama wakibeba dhahabu na fedha. Wanaweza pewa sifa. Njia ya nne ni mbingu na ardhi. Ukipendeza Mungu anatumianga mbingu na ardhi sikupatie uzuri. Wanaweza pewa sifa. Hiyo ni kitabu ya Hagai. Kitabu ya Hagai 2:5. Mungu anasema nitatingiza. Njoo hapa Mwadharimi. Wewe ni mbingu, njoo hapa. Njoo hapa, wewe ni mbingu. Wewe ni mbingu, simama hapa. Mungu ukipendeza Mungu anatumianga mbingu. Njoo hapa. Wewe ni nchi kavu. Wewe ni nchi kavu. Mtu yeyote akipendeza Mungu anatumianga nchi kavu. Hiyo umekanyanga. Baraka zako zinatoka kwa hii nchi kavu. Njoo hapa. Mungu anatumianga kavu. Mungu anatumianga ile tumesema ni mbingu. Hii ni nchi kavu. Alafu hii ni bahari. Mungu anatumianga bahari ili akupatie baraka. Hizi ni njia tatu ambazo Mungu anatumia wakati ambapo unampendeza. Njia ya kwanza ni mbingu. Hii ni nchi kavu. Hii ni bahari. Uliona bahari ikitoa samaki ambao iko na shekeli. Elijah akaenda kulipa deni. Hapa mbingu, hapa nchi kavu linatutolea chakula yenye tunakula. Mbingu linatuletea mvua yenye tunatumia kukunywa maji. Wanaweza pewa sifa. Amen, Easter Church. Amen. Tusomee sasa kitabu ya Hagai. Magi tusomee kitabu ya Hagai. Kitabu ya Hagai ambayo ni Hagai 2 mstari wa ngapi tumesema? Tumesema kitabu ya Hagai 2. Hagai 2 mstari wa 5. Kitabu ya Hagai 2 mstari wa 5. Hagai 2 mstari wa 5. mstari wa 5. Kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri, na roho yangu inakaa kati yenu, msiogope. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, si kitambo kidogo tu, nami nitatikiza hizo mbingu na hii nchi. Sasa Mungu anakuambia nchi kavu. Sasa Mungu anakuambia usiogope. Kwa sababu mara nyingine si kitambo, hivi karibu nitatingiza hii mbingu. So Mungu anakuambia usiogope. Wewe ukinipendeza tu nitatingiza hii mbingu. Sasa mbingu jitingize, umwagie mwanadamu baraka. Jitingize vizuri. Jitingize kabisa. Hivyo ndio mbingu inatingiza. Inatingiza, inapatia mwanadamu baraka. Soma tena. Nami nitatikiza mbingu. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitatikiza hizo mbingu. Nyamazi hapo. Sasa Mungu ndio huyo, tingiza mbingu. Mbingu tingiza, mwage baraka. Ukipendeza Mungu ndio hizo mbingu zinatingiza.
zinamwagia mwanadamu baraka, anakula anashiba. Amen. Tena inasema inatingiza nini? Na hii Nchi nayo tingiza utoe mazao watu washibe. Tingiza vizuri. Yes, nchi nayo inatingiza, kitingizika inatoa vitu zinakaa huko ndani. Hii mbingu unaona iko na utajiri. Unaweza pewa sifa. Hii mbingu iko na utajiri wake. Na ukipendeza Mungu anatingizanga hiyo mbingu, inakutolea baraka. Ukipendeza Mungu anatingiza nchi kavu. Anakuambia usiogope. Maana si kitambo kidogo nitakutingizia mbingu. Nitakutingizia bahari. Nitakutingizia nchi kavu. Na vyote unavyotamani vitakuja kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Endelea. Nami nitatikiza mataifa Na mataifa yote na vitu vinavyotamanika na mataifa yote vitakuja. Sasa isitoshe, ukipendeza Mungu si mkonacho hapa, wewe nawe ni nchi ya mataifa. Mtu ambaye amependeza Mungu, Mungu anatumianga mpaka nchi ya mataifa. Wanaweza pewa sifa. Wazungu wanakuja wanaoa wasichana wako, wanakupatia mali. Wazungu wanakuja, watu ambao wamebarikiwa, wanakuletea fedha wewe mwenyewe. Wanaweza pewa sifa. So tumesema Mungu akipendezwa na mtu Kawera, tumesema Mungu akipendezwa na mtu anatumianga nini? Nini ile iko kule mbele? Mbingu. Mungu akipendezwa na mtu anatumia mbingu. Ya pili, bahari. Nchi kavu. Ya tatu, bahari. Ya nne, mataifa. Sasa mtu ambaye amependeza Mungu lazima mataifa wamwinukie, wampatie pesa. Nataka niwaoneshe ni pesa ngapi naingia kwangu kutoka nchi ya nje. Niwaoneshe hivi. Wacha Mungu abariki nitumue ya wiki hii. Sitaki ya mwezi uliopita. Nitaweza kuonyesha nyingi sana ya mwezi uliopita. Lakini Mungu akinipatia neema nikitumua wiki hii, nitakuja niwaoneshe dollars. Nitakuja niwaoneshe hivi. Ukipendeza Mungu, kitu ya kwanza anakuunganishaga na watu wa nje. Wale wako na pesa. Akikuunganisha na watu wawili watatu wanaanza kukuwekea pesa na kuwa tajiri. So ukipendeza Mungu kwanza anakuunganisha na mbingu. Mbingu inaongea baraka zako. Anakuunganisha na bahari, inaongea baraka zako. Anakuunganisha na nchi kavu, na sema baraka zako. Pale ni mbingu na nchi, inaongea baraka. Anakuja kwa bahari na mataifa. Bahari wanatembelea, mataifa wanatembelea kupitia baharini. Hakuna ndege ipitangi kwa bahari. So anatumia hii ndege inapitia kwa bahari na vitu zako. Huyu analeta vitu zake zitapita kwa bahari hii na kufikia. Bwana Yesu apewe sifa. So tumesema ukipendeza Mungu anatumia njia gani kukubariki wewe. Njia ya kwanza Magi, mbingu, kitu inaitwa gates. Vitu vitatu kwanza important. Vitu vinne. Hizi ni branches. Lakini kuna baraka ambazo Mungu anaachilia. Ambayo ya kwanza lazima milango ifunguke. Hizi vitu zote haziwezi kukuja kwako kabla milango haijafunguka. Hawezi kupata vitu vya mataifa kabla milango haijafunguka. Wanaweza pewa sifa. Tusomee kitabu ya Ufunuo 2:3. Ufunuo 3:20. Mungu anasema fungua milango yako ipate kuingia ndani yako. Sasa bila kufungua milango yako, Mungu hawezi kuingia ndani yako. Some Ufunuo 3:20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Wanaweza apewe sifa. So Mungu ni mfalme.
Akija kukula kwako atakuachia nini? Vitu nyingi. Alienda kwa nyumba ya Simeoni kukula. Ni baraka ngapi aliacha kwa Simeoni? Mungu anakusema niko mlangoni nabisha. Kama utafungua mlango, nitaingia ndani yako. Nitakula na wewe. So bila kufungua mlango Mungu hawezi kukua pamoja na wewe. Unaweza pewa sifa. So kuna kufungua milango kitu ya kwanza. Mungu akitaka kukubariki lazima ufungue milango. Kitu ya pili, lazima atumie watu wakuletee fedha na dhahabu. Kama yule Malkia wa Sheba aliletea Sulemani kamia zimejaa dhahabu na fedha. Unaweza pewa sifa na manukato. So ukipendeza Mungu kwanza lazima ufungue milango. Amen. So hizi baraka zote haziwezi kukuja kwako bila kufungua milango. Watu hawawezi kukuja kwako kukubariki pasipo kufungua milango. Wanaweza pewa sifa. Amen. Hakuna mtu anaweza kukuja kwako akubariki. Hiyo ni Isaia 60 mstari wa 6. Usomee 60, Isaia 60 mstari wa 6. Inasema malango yako yatakuwa wazi. Kila mtu yeyote akona baraka asisuiliwa na milango akuja kubariki. Wanaweza pewa sifa. Na malango yako yatakuwa wazi. Maana watu wanatumikana kukubariki. Lakini kama milango yako itakuwa imefungwa, basi hauwezi kufanikiwa. Wanaweza pewa sifa. Amen. Amen kanisa. Amen. Nishikie mwenzako msimame. Nishikie rafiki yako msimame, tukuje hapa tumwabudu Mungu. Niwekee vitu ya kumwabudu Mungu. Mwambie Mungu ni asante kwa dakika 10. Ubarikiwe na Mungu atawabariki.